Bima Pub, urahisi wa maisha. Kwa hiyo inakuwa ni siku bora sana. Na siku ya Ijumaa tena ndio siku ambayo wanasema wanazuoni kitasimama kiyama. Choma nzuri Siku ya Ijumaa ina mambo mengi. Kwa hiyo siku kama inapokuja kwanza natakia tukithiri kufanya ibada, tukithiri kuomba msamaha, tukithiri kumwomba Mwenyezi Mungu mambo yetu tunahitaji. Na pia tufurahi pia. Kiutaratibu wewe mwenyewe binafsi huwa unafanya kazi, maana yake kwa Wakristiani mimi ninavyofahamu wengi huwa ni siku yao kupumzika. Kwako wewe au kwa Waislamu wengi? Sasa kwa bahati mbaya nchi tuliokuepo utaratibu wake kwamba weekend inaanza Jumamosi. Shamba nzuri lakini ingekuwa kwa Waarabu system yao kwamba Ijumaa ndio weekend wafanye kazi. Kama umeishi Uarabuni, Ijumaa na Jumamosi ndio weekend kwao. Alafu Jumapili kazini, kama Jumapili ndio Monday unavyoona kwao. Kwa Waarabu weekend yao inaanza kuanzia Alhamisi, weekend yao Alhamisi nusu siku ndio vile. Ijumaa wafanye kazi, Jumamosi wafanye kazi, Jumapili wanaanza kazi kama kawaida. Naam. Sisi tumetoka kwenye hamasa ya Simba bwana, tuanzie hapo. Miongoni mwa vitu ambavyo vimejiri, najua ulikuwa unakula biriani, hujakutana navyo kwanza. Leo umefunga kwenye sita. Nikupe ripoti ya nini ambacho kimejiri bwana, ikiwemo Simba Sports Club wameendelea na hamasa zao kuelekea mchezo wa marejeano dhidi ya Al Masry kwa Mkapa, lakini kitu kikubwa ambacho wamesema bwana, rais wa TFF wamempa awe mgeni rasmi, mgeni maalum wa ule mchezo, lakini pia wamemwalika mkuu wa mkoa wa Tabora kuja kushuhudia mchezo huo na kuweza kufanya maandalizi, kujifunza namna gani ya kufanya maandalizi kwa timu yake ya Tabora. Kwanza tuanzie hapo, wewe umepokeaje statement hizo za msemaji wa Simba Sports Club? Siwezi kupinga. Hao ni maamuzi yao kama klabu, wamekaa wamefikiria, wameona kwamba hivyo vitu vinafaa kwa upande wao. Kwa sasa nipinge kwa sababu gani? Sababu hakuna kitu kibaya. Vina tija yoyote. Yani hao ni unajua sote usikae katika upande wa kupinga fikra za mwanadamu mwenzio. Ile ni taasisi Simba. Maana wamekaa watu wengi wametafakari, wamekuja na majibu hayo. Maana nani wanasema, wanakuambia Swahili linalopumua ni tumbo. Makalio hutumika kama speaker tu. Iko hivyo. Kwa hiyo maana management ishakaa ikapanga. Ule amejali kama kazungumze. Si ndio? Maana hapo Mo atakuepo, Try Again atakuepo, si nani magoli yote yamekuepo. Kama wamediscuss kwamba hapa tumuite mkuu na ndio. Si mkuu wa mkoa wa Tabora hawepo. Sababu watakuwa labda wanajua za ndani kama ni nani mwenzao. Tumuite Karia naye hawepo. Kwa wanajua wenyewe kwa nini wamefanya hichi kitu, kwa niaba gani. Hiyo ni plani yao wenyewe. Katika sasa kwa sisi ambao ni mashabiki ama wapenzi wa mpira, uweze kusema kwamba why? Kwa sababu hajakosea. Kwani mkuu wa mkoa wa Tabora ashiriki mashindano ya michezo? Sina mpaka timu wanao ambao wametia mpaka hamasa juzi na kana lungu 3, si ndio? Kama si jambo baya kumwalika kuja kuangalia. Sababu nani mwana michezo, si ndio? Karia si rais wa TFF bwana. Kuna ubaya kumita rais? Kwa nini itakuwa mara kwanza kumita rais? Bosha kumtaga Simba Day. Na mpaka keki akala na jezi akavaa. Kuna jambo la kawaida sababu ana support, sababu mzuri. Kwa hamna kitu kibaya. Cha msingi tu hamasa zao ziendane na kile ambacho wanachokifuata pale uwanjani. Nikado umesimama kitu kibaya, lakini kwa scenario sasa hivi ilivyo, kama kuna upande hawaelewani na watu wawili, kwa maana hawaelewani na rais wa shirikisho, lakini pia hawaelewani na mkuu wa mkoa. Simba wametumia kama fimbo ya kuwachapa ambao hawaelewani nao. Sio fimbo. Yaani Simba na Yanga ni wapinzani. Yaani sikwambia mtu Simba na Yanga ni wapinzani. Na upinzani wao ni wa mafanikio, Sheikh. Yaani upinzani wao, unajua mtoto ambaye unashindana naye katika mafanikio hawezi kuwa rafiki yako kipenzi huyo hata siku moja. Sababu nzuri, sababu mnagombania ukubwa, power katika nchi yenu. Kila mtu anataka kuwa klabu kubwa. Na kwa bahati nzuri klabu kubwa ziko hizo mbili, Simba na Yanga. Sasa ili mmoja awe mkubwa, lazima mmoja awe afanikiwe. Sababu nzuri, sababu nzuri. Sasa unaangalia kwa mpinzani wako anakosea wapi. Unapokosea mpinzani wako na wewe unataka upite mule kusawazisha. Ipo hiyo, tunaonaga hapa mfano hata kwa wasanii tunaona mfano Diamond labda kagombana na mfano na ugomvi na Alikiba. Si ndio Harmonize huwa katoka kwa Diamond atamtafuta Alikiba. Sababu nzuri atamtafuta nani? Alikiba. Lengo nini? Kumkera tu, labda anajua nikifanya hivi salamu zimfikie. Sababu nzuri, au apate nguvu ya mashabiki wa Alikiba, kitu kama hicho kilivyo. Kwa maana yake kwamba sio ni kitu kibaya hapo. Ni maamuzi yao wenyewe, wale ni wapinzani. Kwa upinzani ulivyo, au kwa upande wa Simba wametaka kuzima ile labda baada ya kufungwa sasa kwa magoli mawili ili hii ziwe ndio mijadala kuelekea kwenye mechi. Inawezekana pia yote hayo kwamba mjadala na pia inaingia kwenye akili. Kidogo umenikumbusha. Sema kama saizi hapa.
Umesahau kuzungumzia mpira, tunazungumzia nini? Career na ina ni plan pia. Yes, lakini kubwa zaidi sioni kibaya ambacho walichokifanya. Ni mipango yao na mikakati yao, lengo kuu kuhakikisha kwamba wanapata mafanikio tu basi. Ndio jambo la msingi. Tuje kwenye eneo lako ambalo wewe unalipenda, unalifurahisha. Unakuja baadaye, unakuja. Asante. Eneo la pitch. Kule Simba amepoteza kwa mabao 2-0. Kwa uchache, kitu gani ambacho Simba alikikosea kuanzia mbinu za mwalimu, selection ya kikosi mpaka wakaweza kupoteza mchezo, lakini Simba alikuwa amedominate mchezo ule kwa asilimia kubwa sana, kwa maana kupata mashuti 18 lakini on target 7, lakini hakupata mabao. Lakini katika upande wa sabu pia watu wengi wameonekana kulalamika kwa maana mwalimu alifanya sabu 2 tu tofauti na wapinzani wake. Yaani kwa bahati mbaya nilichokiona, Simba walikuwa na planning katika michezo ya makundi kuliko mchezo wa juzi. Yaani hatua za knockout unaweza kufungwa na timu yote ile, unaweza ukatolewa na timu yote ile, sababu mifano ipo duniani. Barcelona ambaye bingwa la Liga alikuja kutolewa na Chelsea ambayo ipo nafasi ya 6 sio ya 7 kwenye Premier League huko. Shamba nzuri Liverpool anakuwa bingwa wa Champions League, kwenye Premier League ipo nafasi ya 8. Yaani mbovu wa kutupilia. Kwa nini sasa wanafanikiwa hivyo? Kwa sababu kuna tofauti ya ligi na knockout. Yaani knockout inakufanya uishi katika sehemu moja kati ya mbili. Ligi mara nyingi ni unajua kuna plan, mfano msimu ukianza kuna season plan. Yaani season yani plan ya msimu mzima. Kama msimu huu tunachezaje. Shamba nzuri alafu kuna game plan. Sasa mara nyingi mtoano ni game plan. Ndio maana bingwa wetu wa Afrika Al Ahly waweza kama na mbovu ni makundi huko. Akifika robo tu akamatiki. Hata yule ambaye atamfunga 5 basi atamfunga na atamtoa. Kwa sababu inakuwa sio sehemu tena ya faina, kwa ni game plan, yani tunachezaje. Kwa walichofanya na nafikiri Simba waliiniwa kwenye game plan tu. Baada ya Waarabu kupata goli, walipokubali kuwaruhusu Simba watawale mpira maeneo mengi. Afu na zone wakawa na asubiri waje wa block. Simba kaamini hawa kwamba inawezekana, wakaingia kwenye mtego wakafunga goli la pili. Lakini hao hawakuwa kwenye plan. Baada ya kuona sasa kwamba unajua kwenye mpira sometimes mpira una raha sometimes. The way unavyopata the space za kuchezea mchezaji, unasikia raha kugusa kila wakati. Sasa ile raha ile kuna watu sasa kumbe na kuvizia na manati. Wewe unasikia raha. Na kuvizia umejaa kofi kamba ya pili. Shamba mzuri. Kwa wao walikuwa kwenye plani Waarabu, ndio plani yao iko vile, kwa sababu kabla ya game nimsikia Fadu alisema kwamba wanakutana na wapinzani ambao wanapenda mpinzani wao amiliki mpira ili wao wapate space ya kupiga counter attack. Alizungumza hilo Fadu. Lakini nafikiri alipokwenda kule pia naye kasahau huo mtego. Lakini kwa nini kasahau? Pengine alielekeza wasiingie katika mtego huo. Ila wachezaji sasa kutokana ile space iliyopatikana, nafasi, sababu kuanzia huku kwao mpaka kwenye hafu ile ambayo ya kati ya pili ya nani wakati wanasukuma wanakuja mpaka kwenye box pale, ila ukifika pale tu ndio wanakuwa active wale Waarabu, yani hawaachi space za ovyo ovyo, lakini kote walikuwa naacha. Kwa hiyo sasa nafikiri wachezaji wakaingia kwenye mfumo huo, wakaingia kwenye raha mpaka matokeo yamepatikana. Kwa hiyo inawezekana pia. Kwa hiyo walichokia approach Waarabu kule kwao, nafikiri pia watakuja sasa na approach nyingine ya kulinda magoli yao mawili. Jambo nzuri. Ndio hiyo naomba, hiyo inaitwa game plan sasa. Kwa plan ya kwanza tumewini. Imebaki game moja. Tunawe wapi nusu finali. Kwa wanachokiwaza wao Simba ndicho ambacho wanachokiwaza na Waarabu. Kwa nafikiri mistake ya kule ni hicho tu. Walikubali kuingia katika mipango ya wenzao ambao walioseti na wao wakaingia. Ndio maana matokeo yale yamepatikana. Huwezi kumlaumu mtu. Huwezi kusema kwamba umekosea hapa, huwezi kusema hivyo, sababu kuna wakati sometimes unaangalia timu imefanya kila kitu. Chama mzuri imefanya kila kitu, imeprocess mpira vizuri, imepiga mashuti 17 golini. On target 7. Unataka nini tena? Upo ugenini unaenda kumiliki mchezo dhidi ya Mwarabu ambaye si mnyonge. Al-Masry nafasi ya 4 kwenye ligi ya Misri, si jambo dogo kushika nafasi ya 4, sababu kuna wamba wengi kule, kuna Ismailia kule, kuna Suya, kuna Al-Hudud wale, kuna wamba kibao ambao ni wanaumba kanashika nafasi ya 4 kwamba hajashika kwa bahati mbaya. Akikafunga watu mpaka kushika nafasi hii. Kwa unapokwenda ugenini, hata kama ndio umefungwa, lakini namna ambavyo unavyoapproach ile game, unavyocheza kwa kujiamini, unatengeneza nafasi na mnapata nafasi kama vile za wazi mpatikana kwa nani, Ateba ile, mpatikana kwa Kapombe ile, sema nzuri. Maana si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo tu ni sehemu moja tunatakiwa wafahamu tu, walipoteza kwa sababu ya plan yao
haikuwa nzuri zaidi, yani waliingia katika mtego wa mpinzani wake. Na ndivyo hivyo ukirudi mpaka huko pia nao watakiwa sana wasiende tu kichwa kwa sababu na hamasa tu peke yake, yani wasifanye hamasa ndio kamili ndio umefanyaje umaliza mchezo. Maana yake atakiwa hamasa ifanyike, lakini na plan wawe nayo. Plan namba moja, kwanza kusawazisha goli mbili, pili baada hapo kuongeza, yani kwanza kuifanya mechi iwe sawa, afu baada hapo kuongeza pasipo na mpinzani wako kufanyaje kupata goli. Plan sasa lakini huku pia hakikisha naye ujue plan ya mwenza wako kwamba anakuja hapa, anakuja plan gani. Ikiwa kwake tu kasiti, hapa itakuwaje? Kwa pia hata mazozini huko mwalimu ana plan namna gani ya kufungua lile basi lao litakaye kwa hapa. Inatosha. Ateba watu wengi wanamlaumu Ateba Mbida. Ameshindwa kutumia nafasi, lakini pia msemaji wa Simba Medali amekiri hilo kwamba hata kocha pia ameliona na uongozi umeona na wamezungumza na washambuliaji kuwa ni wachoyo wa binafsi wanapofika katika zoni ya kumalizia. Kwako unazungumziaje? Sahihi, ni kitu ambacho mara nyingi kimekuwa kipo hivyo. Ukiangalia na hii sana imekuwa Afrika sana, lakini sasa hivi duniani kwanza tuko wajaribu kubadilika sasa hivi. Sasa hivi mchezaji hii bonus inaingia kwenye kategori nyingi sana. Yaani haingii tu kwenye kufunga peke yake. Japokuwa kwenye kufunga kuna nyingi, lakini kuna matukio mengi kuhusika nayo. Bonus unafanyaje? Unapata. Sasa sisi kwetu huko mara nyingi ndio bado tunao nani kaua. Alikia mtu anataka timu imeshinda lakini nani kaua. Sasa hivi mpira shama huko. Sasa hivi mpira anataka anafunga mtu yote. Play as a team, sio mtu binafsi. Kwa hata kweli ukiangalia juzi kichokosi ni hicho, ubinafsi yani kwa mtu mmoja mmoja. Kila mtu atakaye kutoka pale Simba haifunga Al-Masry Misri au haipa Simba ushinda. Haipa namna hiyo. Siku Simba ikishinda, haishinde Simba peke yake. Wanashinda watu wengi. Kwanza nyinyi wachezaji mpaka mshabiki kuweza kumsikia hivi. Nimwambie kama 3 umeshinda wewe goli 3. Hayo kwa kuwa una support Simba inaingia katika nani hiyo. Kwa hii mechi zinazofuata inatakiwa kwamba wasiingie katika mfupa huo. Wafahamu iliyofungwa ni Simba Sports Club. Hakufungwa Ateba wala hakufungwa Sui na Nilio Kapombe. Kwa hiyo yote atakayeshinda bali ashinde goli lake binafsi. Binafsi inakuja baada. Anashinda goli la Simba Sports Club. Kwa takiwa nafasi imepatikana, una uwezo kufunga mpe mwenzio. Ndio winning ipo namna hiyo. Hiyo ndio sera pekee ya kufanya comeback. Labda nikukumbushe 2016 sikosei. Barcelona alifungwa goli 4 na PSG 4-0. Wanakuja huku no camp. Messi alijiangalia ile mechi. Aliona imemkubali Neymar. Tazama, yani ndani ya kiwanja kwa kama leo hii mechi Neymar ndio mechi yake imemkubali. Kuna matukio ya kuamua mechi yote aliamua Neymar. Kwanza alimpa penalty ambapo timu inatakiwa ishinde goli ngapi? Ishinde goli alimpa free kick ambapo anafunga goli la 4 Neymar. Akaja akampa penalty ambapo anafunga goli la 5 Neymar. Afakaja Neymar akaassist goli la mwisho, timu inaingia robo finali. Na huyo nani anayekwambia ni Lionel? Unamjua kwenye matukio yote anaweza kuyafanya na uwasita hiyo. Maana yake aliangalia kwamba mechi inahitaji nini? Tunahitaji tuvuke. Akatazama leo nani mwenye siku nzuri kwetu? Bwa mdogo na siku, acha hii ipite siku yake. Sisi Waswahili hatuna tabia, sasa na Tanzania. Hatuna kuheshimu kwamba leo mechi imemkubali Kibu Denis. Sasa kila tukio lende kwa nani? Sisi hatuna. Hata kama mkatao unampalia naye anataka alazimisha afanye matukio. Na kwa sababu mwisho siku unakuta mtu mechi imeisha wanapata matusi mengi kwa sababu hawajitambui. Mtaji mpira atakojijue tu. Tachi ya kwanza jiandaa kwamba leo nitachekesha mndani. Watakojijue. Kwa ukwepe kufika kwenye matukio ambayo yatakutukanisha. Hii wazungu wanajijua. Ndio kuna wakati ukuta mtu anasema Ronaldo haonekani kabisa uwanjani leo. Uje kuona hicho kitu na kufundisha leo ukae nacho. Ronaldo hayupo, sio kama hayupo. Kashajigundua kama leo siku katika nyakati nzuri. Sasa mimi siendi kwenye matukio ambayo yatanitukanisha. Bora naonekana nimefichwa huko kufanyaje? Kukosea. Shava mzuri. Huko akaendelea kutafuta nyakati nzuri. Sasa sisi tuko namna hiyo, unakuta mtu atakapo kwenye nyakati mbovu atakalazimishe. Ndio unakuta makosa yanakuwa mengi. Afu mwenza wapo ambao yupo kwenye nyakati nzuri unakuta wanamnyima sasa zile nafasi. Sababu kwa kile mtu anataka kuwa mbinafsi. Kwa hiyo kwa mechi ya marudiano kwa Simba ipaswe kuwa namna hiyo. Zipo mechi yategemea unataka nini. Hizo jaribu. Kuna mechi zinakuhusu upata hata nafasi 10 mechi moja. Sio na kina Mashujaa. Upo KMC hapo. Hapo hata ukikosa 10 mtapata ya 12.
Hayo kuna game hazihitaji nafasi 10 Sheikh. One chance, one goal. Ndivyo hata wale Waarabu waliangalia kule, walitumia hizo hivyo tu. Wamekwenda kwanza himo, wakarudi. Chance kama 3 tu. Wamejaribu shughuli imeisha. Ndio kuna game zinakuruhusu hivyo tu. Kuna game Sheikh hazikuruhusu tu upate 10 ndio ufunge moja. Hakuna hiyo game. Kuna wanatakiwa fahamu wachezaji. Kama mechi ni ya one chance, one goal. Ana nafasi 10 funga 8. Lakini the way kila muda unazidi kwenda, unapaswa kupoteza nafasi. Wewe nguvu inakwisha, nguvu inafanyaje? Unashangaa mtu atakapiga huko ndio away hapa Sheikh. Tupo, nimesema tu, sio kama kweli. Unashangaa mtu atakapiga huko ndio away. Kutokana nini na uzembe watakayofanya wachezaji? Wow, full stop tumemaliza. Hakuna lingine. Maalim Zingizi. Mimi nataka pia uzungumzie hapo Elie Mpanzu. Katika mchezo ule alikuwa na wakati mzuri sana. Watu wengi sana wameonekana kumsifia. Wewe kwako binafsi unamzungumzia? Mchezaji mzuri kaonesha. Mchezaji mzuri. Ndio hicho ninachokwambia. Respect. Yaani sisi tumeumbwa selfish Waswahili. Hatujui kujua mchezaji gani ana msaada kiasi gani. Mchezaji mzuri. Anakwambia Didier Deschamps. Anakwambia wakati wako national team ya Ufaransa walikuwa wakiwa na wakati mgumu. Walikuwa wanajitahidi mpira umfikie Zidane kwa hali yote ile. Kwa kubutua. Yaani madi umfikie akaulizwa kwa nini anasema ulikuwa mpira ukienda kwa Zidane. Najua tunakuwa tuko sehemu salama. Messi aliojiwa akasema kati ya Suarez kipindi kile utatu wao. Kati ya Suarez na Neymar walikuwa wakifungua. Basi nilikuwa na enjoy kumpasia Neymar kuliko kumpa Suarez. Kwa nini? Sababu Neymar anaweza yani mpira unakuwa sehemu salama kuliko ukimpa nani? Unajua maana yake umetoa mifano. Kutambuana. Yaani kujuana kwenye mpira kwamba sisi timu yetu tuna mtu ana uzuri huu na uzuri huu. Kama tunataka ushindi tumtumie. Sasa sisi Waswahili tulivyo, yule ambaye anakuja ndio mbora. Watu wanafanya fitna. Wengine apasi huyo, apoi pasi sababu gani atangaa yeye. Yupo mchezaji alikuwa anacheza na mtu. Yeye namba 9 mwenzie namba 10 na bado akampiga msumari. Kisa nini? Huyu anang'aa sana kwenye mechi. Sasa wewe unaanza na yeye anaanza. Maana yake anakusaidia timu ipate ushindi. Na yeye pia upo kwenye first 11. Bado anampiga msumari. Kisa nini? Ataka niende awe top. Umeona zilivyo Swahili sisi? Ataka ufalme. Sasa Mpanzu ukimwangalia kwamba ana sifa, ana uwezo kwanza, ana uwezo kupunguza watu wawili watatu. Ana uwezo kutouch. Vision anayo, kufunga anajua. Sasa itakuwa ndio mchezaji wa kwanza kwenye uhatari wa timu. Sio useme mwalimu. Wachezaji wao ndio waone kwamba huyu anatakiwa awe silaha yetu. Unajua mpaka Simba ukiangalia mpaka juzi nani msikia Oscar anasema kwamba Chama na umuhimu kwenye timu ya Simba. Haiko namna hiyo. Hawaheshimiani tu wachezaji. Lakini pale wapo wachezaji ambao wanaweza kuwa zaidi ya Chama. Uwezo wanao. Heshima hakuna. Msimu wa kwanza anakuja Stefan Ziki, mtania kidogo hapa ili unielewe. Yanga tu kumwelewa, si ndio? Baada ya msimu wa pili timu nzima sasa kujua kwamba sasa huyu ndio playmaker wetu. Hajafahamu sio Ziki. Na mpaka leo iangalia Yanga sina Chama, ina Pacome, lakini playmaker wa Yanga ni nani? Respect, yani heshima inaitwa. Na wengine wamekubali kwamba huyu ndio playmaker wetu. Sasa ndio mpira kama hiyo. Kwa Mpanzu ni mchezaji mzuri sana. Isipokuwa kwamba wenzie wanamnyima ile haki yake, ile heshima, respect. Kwa sababu yule mtu wote ambaye kwenye mpira ana uwezo wa kupunguzia gap, yani kupunguza gap Sheikh. Unatakiwa mfly kwa sababu anapunguza, yani anakaribisha nyinyi kufika kwenye eneo la hatari zaidi kwa muda mchache kuliko ile kutoka mmoja mmoja. Kwa mzuri nampata mtu ambaye ana uwezo sasa akapunguza gap la watu watatu, mkafika mpaka pale mkafanya maamuzi yenu mazuri na mkapata matokeo. Lakini heshima hiyo inakosekana. Kila mtu sasa hivi kimwangalia Simba haraka naye kuwa kama Neymar. Atakukaa nao. Uone. Huyu atakukaa nao. Yaani ama expect ile. Kama mimi kazi yangu mimi Kip Dennis. Mimi nitakisha kama mimi Mbappe. Naruka nao na kuungana nao. Mbappe. Huyu nani huyu sio au. Mimi kazi yangu mimi kuhakikisha kama mimi nakuwa ni yani mimi fisi na vizia nafasi pale. Ataiba kazi tena mimi nakutana nazo. Huyu Mpanzu unatakiwa playmaker wetu. Touch kapewa kagusa kanga pale kampa mtu kumguse mondoka sogea 1-2 pita nende tutengeneze nafasi tufunge magoli. Hakuna hicho kitu kinakosekana. Ndio wao mwalimu akasema uchoyo unaanzia hapo kwenye ubinafsi pia. Kwamba sehemu unajua kwamba hapa nikimpa Mpanzu atafika pale. Wewe unataka utani upige jiwe.
Upo huko jiwe utapiga, una nguvu hizo kupiga jiwe? Au na mashujaa, sio mashujaa wale. Kama tayari kipa kashaambia bana huko mpango mzima. Kamba go! Nini hapa? Kipa anafanyaje? Uligonga kidogo kwenye pachi. Hakuna pale. Pale kimeume. Anasema nilikaa off position. Unasema kama kipa jana inashughuli wewe. Hapa go imo. Kosti. Ndio mpira wetu upo namna hiyo. Vitu familiane tu. Na Spain kaiwa ngoma huko kabla kisha white tayari. Yaani na yeye ipo sawa na mchezaji. Kaona huyu mchezaji sababu ipo naye sawa tayari. Maki alikuwa wako nyuma wachezaji. Yeye yuko hapa. Iko na hapa. Nikisenyosha na mkono huu hapa, anataka nimekosea. Akaiwa na mkono wa kulia kwamba yaani kazidi huyu. Lakini huko ni perfect. Sababu unakutana na watu ambao wana nguvu, wako strong, watu wana mikakati, watu wana vision, wana akili. Kuna bidii sasa nyinyi mwendo kwa mipango. Lazima mchague. Mbona Simba nyuma alikuwa anaweza? Ile Simba nyuma ilikuwa inaweza kwamba Chama wewe mechi umebeba. Unajua wachague hapa. Yaani ule mimi naona sio Mpanzu anatakiwa pale jukumu. 100% na hakika anaweza kaisaidia Simba sababu ana vitu vingi. Yaani mtaje baya na mambo mengi anaweza kuyafanya katika dakika 90 kuliko wengine. Wengine tu mwingine anaweza mfano Kibu atakufa nguvu tu. Ama kingine. Akili ndio hivyo tena. Kisoda. Baki simsemi kwa sababu nini? Ndio hivyo. Sababu mpira ni mchezo wa akili Sheikh. Ndio maana machizi wachezi nini? Hawachezi mpira machizi. Sababu mpira ni mchezo wa nini? Nitajia ushasikia hata kwenye odi za machizi hizi kuna wanacheza mpira nje ushakusikia? Sababu ni mchezo wa akili. Sasa kwa hiyo akili pia yako ndogo, watu wanajua kama akili yake ndogo. Shafa nzuri kwa sababu wanajua pale sehemu akili lakini akatumia lakini nguvu kubwa. Nguvu kubwa. Na hiyo lakini nguvu yake inasaidia kidogo. Na ndio maana wini sana kwenye matukio mengi kwa sababu ana power. So brain. Afu na mtu anawini kwenye matukio mengi sababu ana kwa sababu ukiangalia pale kwa Simba unaona mtaji mwenye brain kwa kipindi hiki mwenye vision ule Mpanzu hata aina yake ambapo anavyochukua mpira, angalia goli ngapi alifunga kule dhidi ya Coast, anafunga nani ule Mutale ule ile Coast alivyo hapa afakatia pale hivi pale la haula, angekuwa ndo mtu mwingine na maguvu mengi angeiwa hapa hilo jiwe sababu ile Ainza kimsankabuti umekuta kama sio maki mto mlima Meru aimona ule akili kaiua Afrika na yeye kapa hii ni akili vision kule mtu anaye yani ambaye anaweza kulainisha mpango yao. Yaani sioni hata sababu ya sasa hivi watu kumfikiria Chama tena. Yupo mtu lakini majukumu hapa apewi kwa sababu na sio kama pesa. Lakini hata kama mwalimu jamani mpende kwa nani? Au wenzie. Kama nampa ana sentani. Singizi kwa uchache tukwache uende. Kwa uchache tukwache uende. Young Africans juzi amecheza na Tabora, ndo vigingi hivyo venye tunavisema anavipangusa. Maana yake amebakisha Azam na kama na mechi ya mnyama itakuepo, unamuona kutetea taji lake msimu. Kwa hapa bakia. Labda mechi ngumu labda kidogo na Azam. Mechi ngumu na nani? Azam. Kwa sababu inakuwa kiumeume lakini pia ana nafasi kubwa pia ya kupata nani ushindi. Na Yanga yeye anajua kama mechi ngumu na Azam, anajua hilo. Hizo baki zote wasipige kelele. Kwanza hapo hizo baki na mechi ngapi ambapo anacheza nilio? Mkoani. Acha mkoani. Kashamaliza sasa. Kamaliza. Kwa hiyo hapo kitu ngapi? KMC. Zote. Kabaki na nani? Ana mnyama tu hapo labda ya Simba ya akaile kiachana nayo. Nyumbani. Make haya. Mtoe Azam. Mechi 6. Kwa Simba na Azam si ndio? Na baki 4 si ndio? Ni wapi? Anatoka anampara JKT. JKT kashamaliza naye. JKT. Anapata na Coast. Wapi? KMC. Alafu na Azam Chamazi. Alafu na nani mwingine atakana naye yuko na mechi nyingi anamaliza hapo tuseme kwa ujumla. KMC pale KMC. Ilikuwa mechi, yani mechi ni msimu huu. Ilikuwa zinazomia ubingwa kati ya Simba na Yanga. Hoja ya Tabora yeye ilikuwa imetokea tu emergency ile. Yanga kufunga Tabora, yeye imetokea tu emergency tu. Yaani jambo kwenye nchi ile ndio. Kuna timu kuja kupata matokeo kwa Simba na Yanga, wakiwa wanataka ubingwa nyumbani kwao, hiyo emergency. Babaka Mungu siku hizi achefuko sana Mungu. Aniamua kama mechi nyingi ambazo wanapotezaga Simba na Yanga ni zile mechi ambazo zimetokea, sio kwamba yani imetokea, yani sikiza ninakwambia, yani imetokea sana nakuta ni mkoani. Sio nyumbani. Ndio maana unakuta Simba za kambovu mnaiona bali kashika nafasi ya pili. Si Yanga bakuli, nakumbuka Yanga bakuli hapo. Miaka minne Yanga ile kimeshika nafasi ya ngapi? Ili haina ugumu wote shehe.
Ili ni mchoro wako tu. Mchoro tu. Ukiwa mchoro mzuri ambao ligi ukiwa Azam mtapokosea hapo kwenye mchoro tu basi. Azam ndio tatizo. Mchoro tu ndio anamkosti Azam kama ni mchoro tu hapa. Naisha kujaribu mchoro akaona shughuli yake. Itamtoa damu mchoro. Ndio mpaka hata kimchoro. Anataka nilio tu. Anataka kipijo. Sasa hiki kipijo ligi ngumu. Mungu nisaidie. Yaani kipijo ligi sio nyepesi. Sababu haina formula kuna sehemu. Watu wana mifumo. Watu wajituma kweli. Kipijo ligi ngumu. Lakini ukisema ipigwe quality ya mechi. Hii ligi ngumu sana kipijo. Msikie ninachokwambia. Acha bwana. Nakwambia hata kama quality una Stefano, una Pacome amekasirika, una Maxi. Hapo mbele na kupaduke. Nisikilize nikwambie shehe. Hii ligi kipijwe. Yaani kipijo kweli yani. Hip hop. Hip hop yenyewe ipatikane. Wewe ligi ngumu. Asikwambia mimi nakwambia kweli. Lakini ligi mchoro. Mchoro ndo unafanya. Ndio nakwambia kwa hizo mechi zilizobaki hizo. Hapa mechi ngumu kwa Yanga na Niliu. Azam peke yake. Na hata Simba mfano. Yuko mechi ngumu yani yeye hizo mbili Azam na Yanga ile. Na hiyo mechi ndio inaamua nani, ndio mechi imetoka mitiani sababu ndio inaamua nani bingwa. Angeshinda pale mechi au draw pale. Au mpaka na kuwa bingwa. Kwa mpaka fulani sio kama mtoka amefuatia. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.